Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kimekuwa mstari wa mbele katika kutoa elimu ya madereva. Na eneo la madereva ni eneo muhimu sana ambalo likiangaliwa vizuri tunaweza tukapunguza uchafuzi wa mazingira kwa kiasi kikubwa. Kwa upande wa madereva tunaweza kupunguza kwa maeneo yafuatayo. Madereva wanahusika kusafisha magari. Tunawafundisha ni maeneo gani wasafishe magari, kwa sababu kwenye ule uchafu unaotokana na ule kwenye magari kuna oili na grease ambazo si rafiki kwa mazingira. Kwa hiyo akiweza kujua namna ni wapi pa kusafishia gari na namna ya kufanya hivyo, tunakuwa tumepunguza uchafuzi wa mazingira. Lakini upande huo madereva wanashiriki kwenye swala la matengenezo, maintenance. Kwa hiyo ukiwafundisha vizuri kwamba wakati wanafanya maintenance wanakuwa na elimu, hata kama sio wao, lakini wakati ule maintenance wanashiriki kwa kiasi kikubwa, watajua wamebadilisha matairi, hayo matairi yakahifadhiwe wapi, wanajua wamebadilisha oili iwekwe wapi, na vitu kadha wa kadha wanapohusika wakati wa maintenance. Kwa hiyo inasaidia sana kupunguza uchafuzi wa mazingira. Ni elimu muhimu ambayo itasaidia Tanzania ya sasa iwe sawasawa, lakini na Tanzania ijayo iwe ni mahali pazuri pa kuishi. Lakini kwa upande wa driver pia wanasaidia sana kupunguza uchafuzi wa mazingira kwenye uendeshaji. Kuna somo tunawafundisha tunaita economy driving. Namna gani ya kuendesha gari utumie mafuta kidogo. Kwamba unapoendesha gari ukatumia mafuta mengi, manake unachafua mazingira kwa wingi zaidi. Kwa hiyo akipata elimu namna gani bora ya kuendesha gari vizuri kitaalamu, tunategemea kwanza atapunguza gharama za uendeshaji, lakini pia atapunguza uchafuzi wa mazingira. Na mwisho niseme pia NIT tunafundisha wahandisi mbalimbali. Kwa hiyo katika kufundisha pia tunatoa elimu ya utunzaji wa mazingira kwa wahandisi wa magari wenyewe, wahandisi wa mitambo na wahandisi mbalimbali wote wanaopitia pale wanafundishwa namna bora ya kufanya kazi zao na majukumu yao bila kuchafua mazingira. Asante, tunakushukuru sana na tunakupongezeni kwa jambo zuri hili. Uwepo wa chuo hichi na sisi kimetupa mwangaza. Nilichokuwa nataka kusikia kutoka kwenu nimeshakisikia, kwamba nitaka kuona namna gani ambavyo mnahusika na mambo ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Nikaona kwa sababu chuo hichi kinafundisha mafunzo ya anga, maana yake bila shaka mnatunza vizuri anga, lakini kwa sababu mnafundisha mafunzo pengine ya baharini, pengine nayo mnafundisha hiyo. Nilitaka kusikia pia kuhusiana masuala ya namna ambavyo mnatunza sana vyanzo vya maji, kwa sababu pia lakini nimeona pamoja na mambo mengine mnafundishana namna ambavyo mnaweza mkayatunza mazingira, ambayo pia mnafundishana kupitia kwenye vyanzo vya maji na maeneo mengine. Sisi tukushukuruni kwa kuwa mmekuwa wadau wazuri wa kuyatunza na kuyahifadhi mazingira, na kwa kweli tuna appreciate chuo chenu, na kwa kweli chuo hichi kimetoa wataalamu wengi mpaka kufikia hatua sasa mnafanya masters, ndio? Maana yake ni kwamba mmepiga hatua kubwa. Kwa hiyo hongereni sana na kazi nzuri, na sisi tunaendelea kuwaombeni, endeleeni kuwafunza vijana wetu. Kwa sababu kila mmoja katika maisha na interest yake. Wengine madereva, wengine kama hivi tukapambana na wajumbe huko, wanasiasa, ndio maisha yetu tuone raha, lakini na nyinyi huku mnaendelea. Kwa hiyo hongereni sana, na tunashukuru kwa namna ambapo tumefikia. Mheshimiwa Rais ametengeneza mazingira mazuri, sekta ya anga iko vizuri, sekta ya bahari iko vizuri, lakini bahati nzuri sasa hivi mpaka kwenye train hapo sasa kuko vizuri, na maeneo mengine hata barabarani kuko vizuri. Kikubwa nyinyi sasa muendelee kutushurutisha wananchi waendelee kufuata sheria za utunzaji na uhifadhi wa mazingira, hasa kwenye maeneo hayo ya vyanzo vya maji na maeneo mengine ambayo mnatumia kama sehemu ya ufundishaji wa kozi ambazo mnazitoa. Hongereni sana. Asante sana. Amen.